ukimbiza, achia miguu yake, achia miguu yake, roho ya kutawala kumiliki. Hiyo paralyze, miguu iliyogandamana kwenye ulimwengu wa kiroho na komboa. Shika miguu yake hivi. Shika miguu yake. Mapepo yanakimbiza. Kimbia, achia miguu yake. Achia miguu ya mwanamke. Miguu ya kutawala. Miguu ya kutawala na kumiliki. Na wakimbiza kaskazini. Na wakimbiza kusini. Na wakimbiza pande zote. Na tamka kama mtume. Laana ndio mtamkia. Ndio hapo. Wanasiti nilishika maji matamu yakatoka. When you pray for our tumbo litazaa kitu kizuri. Simama juu. Kwa hatulaani maji, tunalaani mahali maji chanzo kishughulikiwa. Ndio maana Elisha akasema chanzo kwamba akaenda kwenye ile mto na chumvi, akasema toka leo hakutazaa kufa wala kuzaa nini. Mama anakutamkia kama mtume, laana wako laana na laana. Futa hiyo laana. Lakimiza uchawi na laani. Hakuna mtu kuishi alokulaani, alologa. Natamka hawataishi. Baba nataka uzima. Natamka kichwa hichi karudie. Kichwa hichi ndio kizima. Baba simama kwa miguu yako. Miguu inaomba kuanzia hapo. Bwana nikiwa naomba waliponiweka. Inatoka. Bwana Yesu. Komboza wangu. Na miliki pumzi ya Bwana na kumilikisha. Kimbia mbele wafanya biashara chako. Baba kimbia na wafanya biashara ni cha mtume tafadhali biashara fedha hamna tatubishana mama tutoe hiyo. Niangalie. Inawatumbiza wachawi wanaopambana na maisha ya familia yenu. Wanaorudisha ile ulevi inawaua. Kimbia achia tu mrudisha. Achia hadi. Wewe na kusemesha. Mrudisha ile hadi. Mrudisha ulevi kwenye ile familia. Mrudisha mateso. Wewe ni nani wewe? Chofa. Nasha mikono juu. Kimbia hapa, ni wafanya biashara. Wewe utoka unyayo. Tukishale tena hivi kuna mmoja anakulisha. Ndio naita unyayo. Naita unyayo wake. Baba ninachilia kwa mwanamke. Akamiliki na mtu wake. Baba ninawarejesha. Wateja waliokimbia, inawarejesha. Shika miguu yako mama. Baba ninarejesha kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya ukame. Natangaza kumea. Baba ninaachilia moto. Mume wangu akamee sawa. Na ukawe na kazi. Chukua leo kile. Tukishane nene za kurudia. Sababu tulipata fedha mashindano kaingia tena. Nene za kurudia. Wewe roho ya mateso, roho msoto na balaa. Unakibisha. Kibiache. Achia miguu. Ili miguu chukua hii. Achia miguu yake. Ungawa unachukua na mwanga moto kwenye miguu. Sababu ukitembea kuna kitu na kinatembea nyuma yako. Hadi unakuona anatembea na anakuhubiria kwamba hutaka ufanye. Mimi kama mtume ninasema hapana. Tembea mbele ili ufanye hivyo. Hiyo utaona tena hiyo hadi naye kuhubiria kukata tamaa kuchoka.
mwisho. Mapepo na wakimbiza kwa mume wake, na wakimbiza kwenye nyumba mliofanya kuwa pango la wanyang'anyi, na watoa maendeleo mliowapanga kama mtume na watu mmoja. Nyosha mkono wako juu. Malalamiko na matamko ya kuzimu inayafuta kwenye Isaya 7:7. Inawachawe na wakimbiza kwa miti, na wakimbiza cheo shati, na wakimbiza cheo zake, nyota biashara. Baba, ninaachilia moto. Mama yake nikishamwambia basi. Mama ndio mtoto wa mama kwanza leo. Ameenda ameanza na miaka 10 sasa. Mpaka leo. Alianza tu kuniambia mama anajisikia vibaya, nasikia mfadhaiko wa akili. Baadaye nilipompeleka hospitali akakutwa ana malaria 5. Akasema lakini sio inanisababisha. Wakamkalisha kumuuliza hajapata jibu. Basi tunaruhusiwa akaanza kunyosha tu shingo. Anaambia kuna watu anasema wazee ambao si wajui yuko wa zamani waliokufa. Alikuwa amemsaidia mtoto, mashetani amemwahi, lakini Mungu atafanya jambo kwa ajili ya maisha yake. Amina. Unajua kitu kizuri huwa kinatakiwa. Ndio wanafundisha watoto wetu tunaweza kuwafunza watoto wadogo, Mungu anafanya pia kitu kwa ajili ya maisha yao. Ndio. Wewe unapenda kumwombea na usiache, sawa? Usiache matakao, maana unavyoendelea. Nyoka huwa apigwi mara moja tu akaacha. Huwa nacho. Unavyoendelea utakasika. Na atakuwa msaada kwako. Amen. Kitu kizuri huwa kinashambuliwa. Kwa kitu kizuri huwa kinalindwa kwa maombi, kinatunzwa. Kwa maana tunapoendelea kumwombea, wewe usifute mjoji Jumanne kisha vile imekichaa kabisa. Kutoka Kenya ameletwa hapa. Kadiri ilikuwa wanapiga mkesha, wanapiga ibada, wanapiga roho. Huyo dada leo yuko vizuri na anafanya kazi. Amen. Kwa hiyo usirudi nyuma sawa. Ndio shida iko kwa mtumishi tofauti. Sema Bwana Yesu. Hiyo hali mbaya. Sizungumze, sisi ndo tunakuombea. Utakujiombe sawa. Wewe nyosha mkono wako niangalie mimi. Nyosha mkono. Uko hapo unamsalimia. Sema Bwana Yesu. Hiyo madhabahu inayomtesa mwanaume, inayomtesa familia yake, inayomtesa mtu wake, roho kichaa, roho yote ile walipofika ufahamu. Baba sikujie tena. Baba, kijana wakawe na manufaa kwenye familia aliyozaliwa. Umri huu ndio muda wa kujitegemea. Fanya hima kujitegemea. Tunakuamini kwamba ni tena muujiza. Baba, tunaachilia kufanikiwa na mtu hiyo hali ya ukichaa. Wewe umesoma mpaka ngapi? Alisoma mpaka form 4. Mpaka form 4? Na chuo. Akaingia field ndo kichaa ikapanda. Alipokaribia kwanza kuna nini? Matunda. Yuko anafundisha watu wanaishia kwenye dalili. I understand? Mko na mtume hapa. Amko na mwigizaji. Niliwaambia kuna watu wanaishia kwenye nini? Matunda. Yaani wanaishia. Kwa alivumalia form 4 kwamba aende VETA aanze kula au alishamaliza chuo kabisa. Sasa ni field alikuwa na malizia wiki ya mwisho. Ndio akaanza ananiambia mambo ya wazee wa zamani. Just imagine wiki ya mwisho. Dalili kuna siku ya kufundisha kwa nini shetani wanapambana sana mwishoni. Dakika za mwisho lakini wanasukuma mtoke sasa. Ndio mambo yanaingia hapa. Bora tunapoomba hapo binti kwa kuja chungulia kwa I love you. Tuombe. Haujabeba mimba, unajenga nyumba. Njoni tuombe. Maana vitu kama hivi leo niambie huyu mama ulitegemea kukusaidia. Lakini unamsaidia. Ndio mimi nahangaika naye sasa. Anafanyaje? Anahangaika naye. Sasa sisi tunataka Mungu ahangaike naye. Nyosha mkono wako. Baba, tunarejesha ufahamu. Vyeti vyake vikawake moto. Na Jumapili na vyeti vyake sawa. Nenda kakae. Anasema. Wana mfunga. Kazi ndio. Sawa, nyosha mkono. Sawa. Bwana Yesu ndiye kutawala kumiliki. Mapepo yanayosema utaka umiliki. Mapepo ni machi. Ni kina nani? Na akimbiza ndio binti. Kimbia. Na mfungua macho. Wale wanaokuja kipepo ni wakimbiza.
Yenda pale gafuni tukishane kuna maroho yatarudi kule. Hautakuwa unatembea nao tena. Ndio tukishane wakimbizi. Angalia. Baba, tunaachilia moto. Nyosha mkono wako. Baba, tunanyosha hii moto. Hii mikono ikamilike na kutawala. Maana hii mikono haimiliki kitu chochote. Tunarudisha upako wa upako. Sio lazima uanguke. Nenda. Na Mungu akupe. Ufanikiwe. Ndiye Bwana wangu.